Kwa majina naitwa Marijani Rajabu Makao, ni mkulima wa zao la korosho ninayeuzia mazao yangu kwenye chama hiki cha Namikupa AMCOS. Hoja yangu iko kwa mwakilishi wa mwenyekiti wa TANECU. Nimemsikiliza vizuri, ameeleza kwamba wameamua kujenga maghala makubwa Mchichira na Mkonjoano. Na mimi ni shuhuda wa msimu wa 2025 2026, nikiwa nimeona minada yote iliyofanyika, minada ya TANECU, maghala yote ya Newala yamekuwa na bei juu kuliko maghala ya Tandahimba. Kitu ambacho korosho hizo ambazo zilitoka kwenye wakulima walioko kwenye wilaya ya Tandahimba zikabebwa zikapelekwa Newala, kabla ya Newala korosho kwanza kudondoka juu. Manake Newala wako chini na sisi tuko juu. Huaga tunaanza sisi kuvuna kabla ya wao. Yaani hiyo naizungumza kwenye hoja ya kunyauka, kwa sababu kama zimekauka manake hata hizi zilikauka, na ndio maana zilifika kule kwenye maghala makubwa. Sasa ni kwa nini zipande bei kule alafu huku zishuke bei? Na ninyi kama TANECU mkaamua kujenga maghala huku Tandahimba, na kwa nini msijenge Newala ili korosho yote tuipeleke Newala ambako bei yake huaga inachangamka? Asante. Kwa jina naitwa Maimuna Salumu na Papata. Ni mkulima wa kata ya Namikupa. Ni mwanachama wa chama cha msingi Namikupa AMCOS. Swali langu liko kwenye tunapouza yale mazao. Nimemnukuru sana mwenyekiti mwakilishi aliposema kwamba korosho hizi tunauza, alafu wakati huo minada ile hela zile zinani magari yanakuwa kidogo kusafirisha, tunasafirisha muda ambao hautakiwi. Na wakati minada wanafanya kila Ijumaa. Alafu kinachonishangaza kwamba tukishapeleka, kwa mfano umepeleka korosho zako mwezi wa 10 mfano, lakini unakuja kulipa mwezi wa 12. Wakati unalipwa hela ile mwishoni kabisa mwezi wa 12, huwezi kulipa hela ile ya mwanzoni ya mwezi wa 10. Yaani ina maana hapa katikati hapa kuna magari yanayosafirisha. Na magari hayo yani hatulipi mpaka zile korosho ziende daa. Mimi kuelewa wangu nilifikiriaje kwamba tukishazipeleka zile korosho gulioni, kwa mfano Tandahimba, na mnada umetoka, kwa hiyo hiyo hela utakayepata uipate ambayo kulingana na tarehe ambayo umepeleka korosho zako. Lakini kinachotuponza wakulima, kama mkulima mimi kwa kweli ninakelekwa sana kuonekana hela za korosho zangu nimepeleka mapema na nakuja kulipwa mnada wa mwisho. Jina langu naitwa Maimuna Salumu na Papata, mkulima wa Namikupa, chama cha Namikupa AMCOS. Kero langu ni hilo hapo. Namikupa safi. Mara nyingi ukiwa unaongea unawaelekeza watu, alafu baadaye ukasema kama kuna maswali tunaomba mtu aulize, maswali yakapatikana, jua watu wamekuelewa na watu walikuwa nakusikiliza. Uongo kweli? Kwa hiyo mimi nishukuru sana kwamba nilikuwa nasikilizwa na watu wamenielewa, lakini lengo lao ni kukazia kwenye baadhi ya maeneo ambayo mimi nimefanya nini, nimeyagusa. Kangu Marijani Rajabu, nilikuwa nashangaa Marijani Rajabu ni yupi? Ni yule yule wa Morogoro au mwingine? Ameuliza hapa kwa nini korosho za Tandahimba baada ya kusema tunajenga maghala. Kwa nini Mchichira si wapi? Anauliza kwa nini korosho za Tandahimba zinashuka bei kuliko za Newala? Kwa nini hayo maghala yote sijenge tu Newala? Sivyo hivyo? Nizungumza kwamba cha kwanza, kushuka kwa bei asilimia kubwa inategemea na ubora wa korosho. Ubora wake unasababishwa na baadhi ya wakulima, yani korosho kama alivyozungumza mheshimiwa diwani hapa kwamba korosho zetu muda ukifika tuzianike. Korosho zetu tuzichague zile ambazo zilizochanganywa. Kwa hiyo amesisitiza hilo wa utaratibu huo. Na nikumbuke kwamba mtunza ghala kwa kipindi hiki tulichokuwepo nacho, mtunza ghala kuna baadhi ya vitu amevifirisha hapo ghala Tandahimba kupokea korosho ambazo hazina ubora. Na ambapo sasa hivi kutoka korosho ambazo za daraja la pili akapeleka mpaka daraja la kwanza, kitu ambacho kilisababisha wanunuzi kuto kulipia korosho ambazo zilizokuwa zimebaki kulipia. Wakasema atulipie kwa sababu tuliambiwa daraja la kwanza, lakini kumbe daraja la pili. Na hili ilisababisha yeye kupokea tu mizigo mingine, yani bila utaratibu ambao uliokuwa umejiwekea. Sasa
Ile imesababisha sisi kama TANECU kuwalipa baadhi ya wakulima ambao walishindikana kulipa, kwa sababu mnunuzi alilipia kwa daraja la pili. Kwa sababu baada ya kutokea vile mnunuzi kutoa taarifa, uongozi wa bodi ya korosho na serikali pia kwa ujumla walikuja kuhakiki ule mzigo. Walipokuja kuhakiki wakakuta kweli ameandika daraja la kwanza, lakini ubora wake ni daraja la pili. Kwa hiyo serikali hata mkoa na bodi ya korosho walipokuja pale walidhibitisha hilo kwamba waliguswa. Kwa hiyo kikubwa zaidi tulichomwelekeza, yani yule mtunza ghala, ni kuto kufuata utaratibu, kwa sababu kiongozi wa chama cha msingi akileta korosho ambazo ni mbichi, mwambie aende kazianike. Zianike korosho, zikikauka hizi tuzipime. Lakini kama korosho zile zina mchanganyiko na korosho ambazo zingine sio bora, mwambie zinatakiwa zichaguliwe. Ni vitu ambavyo yeye mara nyingi kwa asilimia kubwa kwa safari ya kuwahi kufanya hivyo. Viongozi wana Mikupa, umewahi kupeleka korosho nini Newala? Mtakumbuka Newala amewahi kuanika korosho zaidi ya siku 2 siku 3. Uongo kweli? Ukifika Newala utakuta viwanja vikubwa, watu wanaanika korosho, watu wanachagua. Unachohakikisha ni kwamba yule mtunza ghala akitaka apokee korosho ambazo zina ubora wake. Lakini mtunza ghala atuloka Tandaimba, lengo lake lilikuwa kwa nini mzigo unipite. Sasa anapokea mzigo mwingine bila ukweli, bila kutimia vigezo vinavyotakiwa. Alichokuwa anatakiwa ni kumshauri, kwa sababu ukimwambia katibu zianike, katibu chagua, ni rahisi. Anafanya vile, baadaye zinaingia kwenye ushindani. Mnunuzi ananunua kwa sababu ya ubora wa korosho kwa kipindi kile. Na maana hata mheshimiwa diwani amedhibitisha hilo baada ya kufanya utafiti wa kina, akajua kwamba korosho nyingi ambazo, maana yeye alikuwa anafuatilia kwa nini korosho zilikuwa na shida hii. Kwa nini ghala la Tandaimba lilikuwa na shida kuliko maghala ya Newala? Tatizo la hapa lilikuwa tumtunza ghala. Tatizo lilikuwa si wakulima. Wakulima tatizo ni wajumbe wetu wa bodi kuhakikisha kwamba wanasimamia hapo wanapopokea zile korosho. Korosho zikauke na korosho ziwe bora. Nafikiri kwamba tukikamilisha hilo litakuwa jambo limeisha. Na lingine watunza hao wajumbe wetu wa bodi, wengine wanaweza kaogopa. Alipokuwepo kakaangu Marijani Rajabu, umeleta korosho hapa, korosho zimekosa ubora, umeleta tani 1, tani 2. Akikwambia bana hizi korosho zikachambuliwa, akamwambia basi kama utaki mimi napeleka ghala hilo. Na tutakutana kwenye uchaguzi. Kwa hiyo kinachofanyika, mjumbe wa bodi wa kituo atalazimika kupokea korosho kwa kuhofia kwamba korosho atazikosa, zitaenda kwenye ghala la pili. Lakini pia atahofia saa zingine kwamba korosho mimi nikikatalia kienda kuziania kuna kuchambua, kitakachotokea uchaguzi ujao mimi pia hata nichagua. Kwa vitu kama hivyo mara nyingi wajumbe wetu wa bodi kwenye vituo vyetu, baadhi yao walikuwa wanaogopa kwenye maeneo kwamba tukifanya hivi sije likawa hivi. Kikubwa zaidi sisi kama wakulima tuhakikishe, sio wote lakini baadhi yetu, tuhakikishe kwamba zile korosho tunaziweka kwenye madaraja yanayotakiwa. Lakini hata wale ambao kuna wengine ambao wananunua, na wale wananunua mara nyingi nao pia wakinunua hataki kupunguza, kuchagua hizi azipeleke korosho zenye ubora. Akifikisha ile korosho alizonunua kama ndani zilikuwa na mchanganyiko, anataka vile vile zipimwe. Kwa hiyo nazo pia ni chanzo. Kwa hiyo chanzo kikubwa ni sisi kudhibiti, ni sisi wenyewe wakulima kwanza. Tupeleke korosho ambazo ziko kwa ubora. Ushirika